Tajina kwa siku 7 za kibabe, ambapo siku zetu 7 za kibabe, siku 3 za kibabe tulianzia ndani ya mkoa wa Katavi, siku 2 tukaenda Rukwa na 2 tukimalizia katika mkoa huu wa Songwe, wilaya hii ya Mbozi. Nataka nikuhakikishie ndugu mwenyekiti, hatukukosea wala hatukufanya makosa. Ziara yetu hii siku 2 za kibabe za kuzimalizia kuziweka ndani ya mkoa wa Songwe, lakini hatukumalizia kusema siku moja yetu ya kibabe tumalizie ndani ya wilaya hii ya Mbozi, kwa sababu Mbozi tumemaliza kibabe. Ndugu mwenyekiti, mimi nimeshazoea kufanya mkutano wenye watu wengi, kufanya mkutano wenye hamasa kubwa, kufanya mkutano wenye wananchi wengi, kufanya mkutano wenye vijana wengi. Nataka nikiri wazi, wilaya ya Mbozi leo najikuta nimehemewa. Asanteni sana Mbozi. Ya kumsaidia mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi katika wilaya hii ya Mbozi, mkoa huu wa Songwe. Kwa hakika mnafanya kazi nzuri na iliyotukuka kwa lengo la kumsaidia mwenyekiti wetu na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ndugu mwenyekiti, ujio wangu katika wilaya hizi mbili ya Mbozi na kule Momba ilikuwa ni kuja kuhakikisha natoa dozi ya siku 3, lakini nanyesha na watu maziwa ili watapike sumu yote waliokuwa wamenyeshwa kwa muda wote. Na nataka nikuhakikishie ndugu mwenyekiti, leo hapa nitatoa dozi 3, alafu aliyekuwa Momba aje nijibu 3 na mimi nitamredia kwa 4. Tuko tayari kwa dozi? Niseme siseme? Mwenyekiti, kwa umma ulioona haujapewa sumu nyingi. Kazi yangu hapa sio kubwa. Leo sitotoa dozi hapa, nitatoa maziwa tu. Watu wote nitahakikisha wanakunywa maziwa ili wakiondoka hapa wende wakaeleze na wengine kule mtaani nini ambacho nilichoambia. Na leo nimekusudia kueleza ukweli mtupu, ili wanawambozi watu wakija kuambieni maneno ya chuki, maneno ya fitina, maneno ya majungu, muwazomee na muwafukuze. Hapo vipi? Ndugu mwenyekiti, nianze na utekelezaji wa ilani. Ziara yangu hii maeneo yote nimekuwa nikitembelea utekelezaji wa ilani. Na nilipoingia wilaya hii ya Mbozi mmenipeleka nani nikaone utekelezaji wa ilani. Na yote haya tunayafanya kwa sababu ya kuendana na matakwa, lakini pia na kuendana na mahitaji ambayo yalikuwepo kwa muda huu sasa. Na katika utekelezaji wa ilani, ndugu mwenyekiti, nitawarejesha nyuma kidogo. Ndugu mwenyekiti, baada ya uhuru Tanzania tulikuwa na mikoa 15. Lakini leo tunapozungumza tuna mikoa 32. Kama hiyo haitoshi, Tanzania ilikuwa na watu milioni 6. Lakini leo tunazungumzia milioni 62. Ndugu mwenyekiti, kama hiyo haitoshi, Tanzania sio kama ilikuwa haina vituo vya afya, sio kama ilikuwa haina mahospitali, sio kama ilikuwa haina mazahanati, lakini kulingana na wingi wa watu, kulingana na mahitaji ya sasa, tunahitaji zahanati zaidi, tunahitaji mashule zaidi, tunahitaji barabara zaidi, kwa sababu mahitaji yameongezeka. Sasa kazi hii sasa hivi tumemwachia Daktari Samia Suluhu Hassan. Na nina furaha kusema, ndugu zangu wa Mbozi, mimi nimetembelea, nimeona kwa macho yangu. Na uzuri nyinyi mnaishi hapa Mbozi, mmejionea kwa macho yenu. Kwa hakika Daktari Samia anafanya kazi nzuri na iliyotukuka katika taifa letu la Tanzania. Lakini ndugu mwenyekiti, mimi nimepata bahati pia kutembea mikoa mingi hapa Tanzania. Na kwa maana hiyo naweza nikasema nimeshatembea mikoa yote Tanzania. Mkoa ambao sijakanyaga ni mmoja tu, unaitwa Ruvuma. Lakini mikoa yote unajua mwenyekiti tayari nimeshafika. Nataka niwahakikishieni ndugu zangu wa Mbozi, haya mnayoona yanafanywa hapa Mbozi na mikoa na wilaya nyinginezo yanafanywa kama haya chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi najua wakazi wa Songwe, nyinyi ni wakulima. Na ili mlime na mpate faida mnahitaji mambo makubwa mawili. La kwanza, mnahitaji pembejeo nzuri, mnahitaji mbegu nzuri, mnahitaji wataalamu wa kukusimamieni vizuri, lakini mwisho mnahitaji barabara nzuri ili muweze kusafirisha mazao yenu. Sasa wale ndugu zetu wao wavivu wa kulima, sio kama nyinyi watu wa Songwe, hebu nipigieni makofi. Wao wanadhani kazi ya Daktari Samia ni kuwapelekea chakula nyumbani. Hapana.
Kazi ya serikali ni kusogeza miundombinu, kazi ya serikali ni kusogeza fursa ili kuhakikishia Watanzania wanaweza kufanya biashara zao vizuri na wanapata tija na mafanikio mazuri ili waweze kujikimu. Na kama hilo haitoshi, nini mnakumbuka ndugu zangu wa Songwe, ruzuku zilikuwa zinatoka kwa wakulima wakubwa tu wafanya biashara, lakini leo tunapozungumza chini ya uongozi wa Daktari Samia ameamua kutoa ruzuku kwa wote. Mkulima mdogo anayelima ili waweze kwenda kula nyumbani, na mkulima mkubwa ambaye analima ende akauze sokoni. Nani kama Daktari Samia? Ndugu zangu, asiyeshukuru kwa kidogo hawezi kushukuru kwa kikubwa, lakini asiweza kumshukuru mtu manake hata Mungu atamkufuru. Na ndugu zangu, tunapompongeza Daktari Samia Suluhu Hassan, tunampongeza kwa lengo la kumtia moyo ili aweze kutufanyia zaidi, kwa sababu hapa wengi mliokuwepo ni wazee. Hata mzazi ni jukumu lake kumpa fedha mtoto aende shule, ni jukumu lake kumpa chakula mtoto ale, lakini anapokuambia asante anakutia moyo na kesho ufanye tena zaidi ya tena. Uongo. Lakini tunaposema Daktari Samia mitano tena, hatusemi kwa sababu yeye ni mwanamke kama wale wenzetu wanavyosema. Lakini tunaposema Daktari Samia mitano tena, hatusemi kwa sababu yeye ni mama. Tunasema kwa sababu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunasema kwa sababu ya uzalendo wake kwa taifa lake. Tunasema kwa sababu ya upendo wake kwa watu wake. Lakini tunasema kwa sababu tunahitaji zaidi haya maendeleo ambayo anatufanyia. Nani kama Daktari Samia? Sasa ndugu zangu, jambo la pili, Chama cha Mapinduzi kinatambua juu ya uwepo na changamoto ya ajira. Na ndugu zetu hii sana huwa wanakuja wanazungumza. Nataka nikwambieni changamoto ya ajira sio ya Tanzania, ni ya dunia nzima. Lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi na Chama cha Mapinduzi wenyewe hatuna uhalali wa kukataa au wa kubisha au wa kutafuta ufumbuzi wa changamoto hiyo. Na ndio maana kwa makusudi nilivyoingia mkoa wa Songwe na wilaya ya Mbozi, nimethubutu kwenda kutembelea vikundi mbalimbali vya vijana vilivyofaidika na 10% ambayo iliwekwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Yenye lengo gani? Yenye lengo la kuwapa fedha vijana ambao hawana ajira ili waweze wakajikimu na kufungua biashara mbalimbali. Wa kilimo ende akalime, lakini wa biashara ende akafanye biashara. Lakini kama hiyo haitoshi, Daktari Samia amekuja na mbinu nyingine mpya. Yeye ametenga 30% kupitia miradi iliyotekelezwa katika halmashauri, ambapo 30% hizi zinakwenda kwa vijana, akina mama na watu wenye mahitaji maalum. Na unapozungumzia swala zima la ajira, unazungumzia ajira kwa vijana, ndio wanaohitaji ajira. Ndio maana 30% ameziweka kwa makundi haya matatu, ambapo mradi wote wa maendeleo unaotekelezwa katika wilaya yako au halmashauri yako, nyinyi kama vijana mnao nafasi ya kuomba tenda katika halmashauri hiyo ili muweze kupatiwa fedha zilizoletwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayosimamiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini kama hiyo haitoshi, nini mnajua? Wapo wawekezaji wengi wanaletwa hapa nchini. Lengo sio jingine, lengo sio kuiba mali za Watanzania, lengo sio kuchukua rasilimali za Watanzania, lakini lengo kubwa, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inataka kuhakikisha vijana wale wanapatiwa fursa katika viwanda na kwa wawekezaji tofauti. Jambo la pili ama la tatu nilokuja kulitizama ndani ya mkoa wa Songwe ni kutizama uhai wa chama na jumuiya. Na ndugu mwenyekiti, kwa mahudhurio haya sina hofu, na nataka nimnyeshie salamu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba Mbozi ipo salama. Sasa ndugu zangu, jambo lingine nilileta hapa ni kuhusu uchaguzi. Sote kama Watanzania tunajua mwaka huu tuna uchaguzi, na uchaguzi ni takwa la katiba, na uchaguzi upo kisheria ama kikatiba, ambapo sisi wa Tanzania tulikubaliana kwamba taifa letu tutaongozwa kila baada ya miaka 5 na kiongozi aliyekuwepo, na baada ya kumaliza miaka 5 tutaitisha uchaguzi tena. Na hapa naomba nikurejesheni nyuma. Ndugu zangu, baada ya uhuru taifa hili lilikuwa linaongozwa na chama kimoja, nacho sio chengine, ni CCM. Lakini kwa matakwa na kwa ushauri wa Tanzania tukashauriana twendeni katika mfumo wa vyama vingi.
CCM ikauliza, mfumo wa vyama vingi hivyo tutafanyaje? Tukakubaliana tuitishe uchaguzi kila baada ya miaka 5. Na uchaguzi wa mwisho wote mnakumbuka tulifanya mwaka 2020. Maana yake mwaka 2025 tunataka hatutaki, CCM tunapaswa lazima tufanye uchaguzi. Na tusipofanya uchaguzi, maana yake taifa letu halitakuwa na viongozi. Na tusipofanya uchaguzi, maana yake tumekanyaga katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kuna ndugu zetu wao ni wazuri wa kutukumbusha juu ya katiba. Na ni wazuri wa kutukumbusha kwamba hakuna mtu aliyekuwa juu ya katiba. Sasa leo na mimi nataka niwakumbusheni kwamba hakuna aliyekuwa juu ya katiba. Katiba inatutaka tufanye uchaguzi. Na hapa Tanzania kuna vyama 19. Katika vyama hivyo 19, vyama 18 tumeshakubaliana tunaingia kwenye dabi na tayari tumeshavalia jezi. Chama kimoja wao ngoma hiyo wameona ngumu. Kwanza alitia mpira kwa pani, lakini nataka nikwambieni hivi ninavyozungumza mimi na nyinyi na mnajua walivua jezi, si ndio? Sasa wanataka kuvaa jezi warudi uwanjani. Tunawaambiaje? Wamechelewa jamvini, chakula tayari kimeshaliwa. Wao walisusa, wenzao tumekula. Na kwa sababu wamejiona wako peke yao, waliobakia wote tumekubali kwenda kwenye uchaguzi. Na hapa kuna mjumbe mmoja ameeleza vizuri. Kwa kuwa tumejua mwaka huu tunakwenda kwenye uchaguzi, Rais wa Jamhuri ya Muungano, nyinyi ni mashahidi, mikutano hii ya hadhara ilifungwa. Rais akatupa kibali kwamba haya sasa endeleeni kufanya mikutano ya hadhara ili kila chama cha siasa kiseme sera zake, kiseme ilani yake, kiseme matakwa yake, kiseme mipango yake. Sisi tumekuwa tukiendelea na kazi hiyo. Lakini ndugu zetu hapa katikati tunaona wao wamesita kwa muda wa siku 14. Sasa kuna unafiki na chuki wanapeleka kwa wananchi, kwa sababu tunajua uwezo wao. Uwezo wao ni kutengeneza chuki kwa Watanzania, uwezo wao ni kugawa Watanzania, uwezo wao ni kuhubiri dini kwa Watanzania. Sisi hatuunganishwi na dini, tunaunganishwa na Tanzania yetu. Sasa ndugu zetu wao walikuwa na magomvi yao kule ndani. Unajua changamoto mnapoanzisha chama, halafu kila mmoja akawa na mawazo yake, akawa na maono yake, lakini chengine akawa na mipango yake, hamwezi mkaenda. Nyinyi mnajua chama chetu kiko tangu 77 hadi leo kipo. Kwa sababu ndani ya Chama cha Mapinduzi sote tuna azma moja, tuna lengo moja, lakini mwisho tuna makusudio mamoja, nayo sio mengine ya kuwatumikia Watanzania. Sasa wenzetu wale wamekozana ndani kule, wakachukuliwana wakapelekana mahakamani. Wao kwa wao wakaiomba mahakama kuzuia shughuli za kisiasa. Mahakama ilichofanya ni kuridhia ombi lao walilolitoa. Leo wanatoka mtaani wanasema CCM imetuzuia tusifanye mikutano ya hadhara. Wakija wakumbusheni, CCM ndiyo iliwaruhusu kufanya mikutano ya hadhara chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini ndugu zangu, kama nilivyoeleza awali kwamba mwaka huu tuna uchaguzi. Chama cha Mapinduzi mwezi wa 5 tarehe 29 na tarehe 30 Juni kutana Dodoma. Lengo letu kwenda kuinadi ama kuzindua rasmi ilani yetu ya uchaguzi kwa mwaka 2025-2030. Ukitizama muda tunazindua ilani yetu mpaka uchaguzi kuna miezi 5. Na tumezindua mapema kwa makusudi ili kuwapa nafasi wa Tanzania waisome, waielewe, waijadili, lakini mwisho wende wakatuwekee tiki kwa kufanya nini? Kuchukua na kuweka. Lakini ndugu zetu, mpaka hivi ninavyozungumza, hivi kuna chama kingine kimetoa ilani yake ya uchaguzi kwa mwaka 25-30? Wakija hapa ni kamdomo, ni kupiga maneno ya ugomvi, kupiga maneno ya uchonganishi, kupiga maneno ya majungu. Watuletee maandishi walioandika hayo maneno yao. Maana yangu ni nini? Kwamba Chama cha Mapinduzi tumeiweka ilani ya Chama cha Mapinduzi ili Watanzania muielewe, muisome, muijadili, lakini mwisho muielewe na muifahamu mkatuchague Chama cha Mapinduzi. Sasa ndugu zangu, nikiendelea mwisho, mara muda unaenda kumaliza, na sisi Chama cha Mapinduzi ni waumini wa kufuata katiba ya Jamhuri na sheria mbalimbali. Hapa naona jeshi la polisi lipo, nikizidisha saa 12 kamili hapa watatutimua. Sasa sio sawa
kuvunja sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini nikielekea kumaliza, nikuombeni sana tuendelee kudumisha amani, umoja na utulivu wa taifa letu. Naomba niwakumbusheni, awamu ya kwanza ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ilikuja na ujamaa na kujitegemea. Awamu ya pili ikaja na ruksa. Awamu ya tatu ikaja na ukweli na uwazi. Awamu ya nne ikaja na ari mpya, nguvu mpya na kasi ya ajabu. Awamu ya tano ikaja na hapa kazi tu. Awamu ya sita imekuja na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hivi sasa hivi ninavyokuelezea awamu hii ya sita, kwa awamu hii ya kwenda kumalizia, tumekuja na kazi na utu, tunasonga mbele. Hiyo ilikuwa ni CCM. Kuna chama kingine wao wakaja na no hate no fear. Wakaja na kauli nyingine nasema M4C, Movement for Change. Wakaja na kauli nyingine nasema no nini. Ndugu zangu, Tanzania tuna makabila 152. Lakini baada ya kupata uhuru, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa mapenzi yake na kwa mahaba yake ya kuunganisha Watanzania akasema tutumieni lugha ya Kiswahili ili tuelewane, ili tufahamiane. Na lugha zile za makabila tukabaki tunazungumza katika makabila yetu. Lakini leo Watunduma akienda kule Tanga, leo Tanga akija huku Mbozi, wa Mbozi akienda Ruvuma, nyote mnaelewana. Uongo. Sasa Chama cha Mapinduzi ni chama cha Watanzania, ndio maana sisi kauli zetu zote ni za Kiswahili. Lakini ndugu zetu nyuma yao wana ajenda za siri za mabwana zao ambao zinawatuma na zinawaelekeza. Sasa ili kuonesha kwamba zile ajenda mlizotupa tunazifanyia kazi na bado tunaendelea kuzisukuma, ndio maana mnaona natumia hichi Kiingereza na Kizungu. Mtu wa kule ndani Mbozi, jamani, ukimwambia maneno anakuelewa nini? Sasa nikwambieni sana ndugu zangu, tuendeleeni kutunza amani, tuendeleeni kutunza umoja wetu na mshikamano wetu. Nilikuwa nayo mengi ya kusema, lakini nimalizie kwa kuwashukuru viongozi wa chama pamoja na serikali. Nikushukuruni sana na mheshimiwa wabunge kwa kuacha harakati zenu zote, mkasema mje muungane na wananchi, mje muungane na sisi katika kuhakikisha tunafikisha neno la Chama cha Mapinduzi kwa ndugu zetu. Lakini mwisho kabisa nikushukuruni sana ndugu zangu wa Songwe, hususan Mbozi, kwa kufanikisha ziara yangu ya siku 7 za kibabe kumalizia kwa kibabe. Asanteni sana na Mungu wa mbinguni awabariki.